الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. أما بعد، فيا إخوة المؤمنين ويا حراس العقيدة، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى مولانا سبحانه وتعالى. Nitanguliza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwafikisha tena kwa mara nyingine kukutana katika nyumba iliyokuwa bora, nyumba tukufu, nyumba ambayo amenijasibisha nayo yeye mwenyewe ndani ya Qur'an kwa kusema wa anna almasajida lillah, ni nyumba zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni wajibu kumshukuru kwa uzuri wa mipango tuliyokuwa nayo na ratiba njema ambayo tuliipangilia imewafikiana vyema na taufiki yake Subhanahu wa Ta'ala. Sio kila alokusudia ameweza kuwemo ndani ya wakati huu katika nyumba hii ya Allah, bali wamo miongoni mwetu muda huu madaktari wanakimbizana kutetea afya zao na uhai wao kwa taaluma walizokuwa nazo. Wamo miongoni mwetu ambao tulikuwa nao katika mipango na jitihada zao yawezekana zilikuwa kubwa zaidi kuliko zangu mimi na wewe, lakini mashiatullah subhanahu wa ta'ala wa qudratuhu, mipango na matakwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hivi sisi tuko hapa, wao ndio wanaharakishwa kuandaliwa kwa ajili ya kwenda kuhifadhiwa katika tumbo la ardhi baada ya sala ya Ijumaa. Wamemaliza umri wao, na wengineo kwa dhurufu mbalimbali walizokuwa nazo ambazo hazikuwafikiana na taufiki ya Allah kwa mipango aliyokuwa nayo juu ya ratiba, kama ambavyo mimi na wewe tumewafikiwa kuwemo ndani ya utekelezaji wa yale tuliyokusudia. Kwa hili tuna wajibu sana kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ni shukrani ambazo kwanza ni zenye kuambatana na sifa za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye ndio kipenzi namba moja cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini mtume ambaye ndiyo bendera yetu na ndio kiongozi wetu wa kutufikisha salama kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia ni shukrani ambazo zinaambatana na kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo ametuwafikisha leo kuwemo katika mazingira haya ndani ya wakati huu, basi tunamwomba endelee kutuwafikisha mpaka pale atakapotuita mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niwahusieni waja wa Allah pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya sala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumcheni sana Allah, tumcheni sana Allah. Hakuna usia bora aliotanguliza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kitutaka pia tusiache kuambiana kila tunapopata nafasi ya kuambiana lolote isipokuwa ni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatuache kusema tupo katika zama ambazo mazuri yenye kumpendeza Allah
ndio yenye kuchukiza katika dunia yetu ya leo, na mabaya anayoyachukia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ndiyo aliyoyakataza ndio yenye thamani katika maisha yetu na ulimwengu wetu tuliokuwa nao leo. Na ukimwona yoyote mwenye kuyafanya mazuri na mema ambayo Mungu ndio anayoyaridhia na kuyataka, kibinadamu lazima nafsi yako ijiulize mara mbili, ni yepi malengo aliyokuwa nayo baada ya wema huu anaonifanyia. Ni dalili kuwa tupo katika zama ngumu sana, tunazopaswa kumwomba sana Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe katika yale anayoyaridhia. Ikhwani, tumekutana kama ilivyo ada ya utaratibu na mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia maelekezo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aina ya mkutano huu, kila yule ambaye amewafikiwa kuwa na mtazamo uliokuwa sahihi na mtazamo uliokuwa bora, kila anapoingia katika mkutano huu ambao mzunguko wake ndani ya mwaka mmoja zaidi ya mara 50 hukutana Waislamu kwa kukumbushana na kuambiana yale anayoyataka Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi mwenye akili iliyokuwa salama na mtazamo sahihi hutafuta mabadiliko kila anapoondoka katika mkutano kama huu, na hujiuliza kila anapokuja, hivi tokea nimeanza kuingia katika Ijumaa hizi ndani ya mwaka huu mathalan, kwa yale ninayoyasikia katika mafunzo na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika mafunzo na maelekezo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo tunapata kuambiwa na kuyasikia katika vinywa vya makhatibu na mashekhe zetu, ni lipi nilobadilika nalo katika maisha yangu kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah? Ukijiona umefika level hiyo na daraja hiyo, manake manufaa na matunda ya mikusanyiko hii ni yenye kuthibiti katika maisha yako. Lakini kama ikiwa ujio wako kila inapotokea Ijumaa mpaka adhiniwa ni mwenye kujinukatisha na mwenye kujipamba na kuingia katika majumba haya, lakini kila unapotoka hujiulizi kipi kipya ulichokipata katika mkusanyiko huu, kila unavyoondoka haujiulizi una mabadiliko yepi tokea Ijumaa iliyopita mpaka Ijumaa ya leo, haujiulizi una mabadiliko yepi tokea Ijumaa ya mwanzo katika mwaka huu mpaka hii Ijumaa ya leo ya mwezi huu, mabadiliko yepi ulioyapata kwa haya unayoambiwa. Ukijihisi hilo ndilo linaloenea katika fikra na moyo wako, basi jirudishe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ujiulize vyema wapi ulipokosea kiasi cha kutothamini yale ambayo ndiyo mambo yenye msingi katika maisha yako mwanadamu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia maneno yake alikuwa akiwaambia masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, ambayo yalikuwa ni ufafanuzi na mwendelezo wa maelezo kupitia maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alikuwa akipambana kila wakati kuwaelekeza masahaba yale mazuri yanayotakiwa kufuatwa, lakini pia kuwahimiza yale mabaya ya kibinadamu wanayopaswa kuyaepuka na kuachana nayo. Katika maisha tuliyokuwa nayo, maisha ya kiimani tunayojitangaza nayo kwamba tumemwamini Allah, maisha ya Uislamu tunaojitangaza nayo kwamba tunamfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni wajibu kuyaishi mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa leo tuguse sehemu ndogo sana ambayo maisha yetu ya sasa imekuwa ni kitu cha kawaida, ilhali sio maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad. Imekuwa ndio utaratibu wa maisha yetu, ilhali sio mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad na wala sio maelekezo ya Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن إلى آخر الآية.
aya namba 11 katika suratul Hujurat. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha nyenzo na nukta muhimu ya kuizingatia katika maisha yetu ya kila siku tuliyokuwa nayo, na haya tunayasema kwa sababu ni miongoni mwa mambo ambayo leo yamekuwa ni mambo yenye fashion na kawaida katika jamii tulizokuwa nazo, ilhali kumbe tunaepuka mafunzo ya Allah, tunaepuka maelekezo na mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anasema katika sura na aya iliyotanguliza kuisoma, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la yaskhar qaumun min qaumin, tahadharini na kudharauliana. Isitokee wanaume fulani wakawadharau wanaume wenzao, isitokee watu fulani wakawashusha hadhi wenzao. Asa an yakunu khairan minhum, yawezekana wewe unaowafanyia dharau wenzako, wale unaowafanyia dharau ndio bora zaidi kuliko wewe mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala nisa'un min nisa'in, wala wanawake pia wasiwe na utaratibu wa kudharauliana, kuvunjiana heshima. Yawezekana nao wale wanaowavunjia wenzao heshima ndio hawana thamani, hawana ubora mbele ya Allah kuliko wale ambao wanavunjiwa heshima na thamani yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kutuambia, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humudh dhalimun. Maelezo ya aya hii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonya na kutukataza tusiitane majina ya dharau, majina ya fedheha, tusijidharau wenyewe. Lakini ni ubaya ulioje kuwa mtu ameisabika yeye ni muumini, amejitambulisha katika jamii yeye ni Muislamu hakika na imani yake ni imani ya kweli kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini baada ya imani ile akashindwa kuitunza na kuichunga, badala yake likaja jina la ufasiki baada ya imani aliyokuwa nayo. Tumombe Mwenyezi Mungu atuepushe na haya. Mkusanyiko wetu ni mkusanyiko wa kiimani, na kila mmoja aliyekuwemo ndani kumfuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kila mmoja aliyekuwemo ndani mafunzo yake na maisha yake na dira anayoitegemea katika maisha yake ni Qur'ani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imani uliyokuwa nayo usiichafue kwa kujitengenezea jina lisilofaa ambalo ni jina la ufasiki. Ukijiona wewe ni muumini wa hakika mbele ya Allah, chunga sana mazingira yanayoonyesha wewe ni fasiki katika jamii uliyokuwa nayo. Ukijiona wewe ni muumini anayemfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, epuka sana kuwadharau wenzio, kwa sababu hayo yatakupelekea na wewe kuonekana ni fasiki mbele ya Allah, ilhali kumbe wale unaowadharau wakawa ndio watukufu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituletea haya kwa mwongozo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, akitutaka tuyaishi maisha yanayofaa kwa mwanadamu kwa sababu tumeumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia akitutaka tuepuke yale matamanio ya nafsi zetu, akitutaka tuepuke vile vihoro vya mioyo tuliyokuwa nayo, akitutaka tuepuke yale ambayo wakati mwingine humfanya mwanadamu akapotea na kuikosa radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu tu hakufuata maamrisho, lakini pia hakupambana na matamanio ya nafsi yake. Tumuombe Allah atuwafikishe katika wale ambao yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijabah. الحمد لله وصلي وسلم على حبيبه سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا إخوة المؤمنين مرة أخرى أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى مولانا سبحانه وتعالى. ومرة nyingine
niwahusieni waja wa Allah pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya suala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika moja ya hadithi iliyopokezwa na Muadh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu arda, alipata kuambia masahaba, na ndio akituambia mimi na wewe pia, man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'mala, yoyote yule ambaye atathubutu kumfedhehesha yoyote mwenziwe kwa dhambi yoyote, ameamua tu kumfedhehesha ndugu yake kwa makosa, aidha dhambi ile yule anayo kweli ama hana dhambi ile akamzushia tu, basi aelewe kwamba lam yamut hatta ya'mala, yeye huyo mfedheheshaji hatokufa ila naye atapita kuitenda dhambi ile. Mwenyezi Mungu atusalim na atulinde na hayo. Moja katika mambo yaliyoenea katika jamii yetu ya leo, imekuwa ndio utaratibu wa maisha, imekuwa ndio sehemu ya mtu kupata wafuasi wengi hata katika mitandao ya kijamii, ni kule kuwa na tabia ya kuyajua madhaifu ya wenzetu tunaoishi nao na tukayatumia madhaifu yale tunaoyajua kuwa ndio msingi wa kutaka kila tunachokipata kutoka kwao, na wakati mwingine tukiwatishia kwa madhaifu yale tunayoyajua katika maisha yao, kwamba ikiwa hukunifanyia hili, kumbuka ninajua jambo lako 1 2 3, usije ukanilaumu ukiona haya mitandaoni. Usiponifanyia jambo hili, kumbuka kuna lako hili na hili na lile, tusije tukalaumiana endapo kesho na kesho kutwa ukayaona yameenea mitaani, usije ukanilaumu. Na yule anayeambiwa hayo kwa kuihofia heshima yake na kuichunga nidhamu aliyokuwa nayo, yawezekana dhambi ile alifanya kwa kuteleza, ama ni maisha ambayo alikuwa nayo huko nyuma, lakini leo kwa sifia alizokuwa nazo, ni kweli ikitoka amemfedhehesha na kumharibia mambo yake mengi, hulazimika kuwa ni mtumwa wa yule mwenye kuzijua fedheha zile katika maisha yake. Yanapotokea mapishano baina yao hawa, kila mmoja hutumia mtandao ndio sehemu ya kumfedhehesha mwenziwe. Kila mmoja hutumia mtandao kwa umaarufu aliokuwa nao ndio sehemu ya kumdhalilisha mwenziwe. Kila mmoja hutumia mtandao kwa sababu yeye kauli yake ikisemwa ina nguvu katika jamii, kwa sababu yeye kauli yake akisema ina thamani kwa watu wengi wanaofuatilia mitandao, huona kwamba hii ndio nafasi anayeweza kuitumia na yeye kumwangusha mwenziwe kwa yale anayoyajua katika madhambi yake. Maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'mala, yoyote mwenye kumfedhehesha ndugu yake kwa dhambi yoyote, basi na yeye mfedheheshaji hatakufa ila naye ataitenda dhambi ile. Mmoja katika wana falsafa wa zama zetu, ambao mimi huwa namfuatilia sana maandiko yake, alipata kusema siku moja katika moja maneno yake, ni matamu na ni mazuri sana na upenda kuyaishi nayo maneno haya. Alisema akijizungumzia yeye nafsi yake kwamba moja katika tabia nilizokuwa nazo, inapotokea nikakutana na mtu kwa mara ya kwanza, tukafahamiana tukajuana, humpa 100% katika kila zuri analofaa kupewa nalo mwanadamu. Imani yangu kwake ni 100%, ithibati kwamba huyu ni mtu sahihi kwangu nampa 100%, ukweli wake kwangu naupa 100%, uzuri wa maneno yake kwangu naupa 100%, kuepukana na yote mabaya ambayo mwanadamu anaweza akayafanya na kumjeruhi ndugu yake, pia nampa 100% kwamba huyu hawezi kunidhuru wala kunifanyia baya lolote. Lakini nikishaingia katika tangamano la maisha mimi pamoja na yeye, humwacha yeye mwenyewe sasa ajichagulie 100% zinazomtosha katika kila upande anaoona yeye zinamfaa 100% hizo. Akiona kwamba nafaa kumwamini 100% niliyompa nayo katika ukweli, maana yake ataendeleza ukweli wake kwangu. Akiona kwamba nimekosea kumwamini yeye ni mtu sahihi kwangu, maana yake atanifanyia mambo yatakayoonesha nimekosea kumwamini.
na akiona kwamba sistahiki kumpa imani yangu katika mambo yote, atafanya kila mambo ambayo yatayomshusha heshima yake na thamani yake kwa kadri atakavyotaka yeye katika maisha yangu. Maneno haya ukiyatazama ni maneno mafupi ya kawaida sana, lakini maneno ambayo lau kila mmoja akaishi nayo katika moyo wake na akayafanya kuwa ni nguzo miongoni mwa nguzo ndani ya maisha yake, ni mafunzo kamili ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna gani tunapaswa kuishi. Ukijua kwamba huyo amenipa 100% ya kuniamini katika ukweli wa kila ninachomwambia, na wewe pia ukatamani ukutane na mtu wa aina hiyo, manake hautathubutu kumuongopea, kwa sababu hautohitajia kushusha hadhi na thamani uliokuwa nayo. Ukiwa na utaratibu huu, ndivyo ambavyo utaishi maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukijiona maisha yako yako tofauti na hivi, kwamba wewe unamwangalia mtu vile anavyokuja, umeamka asubuhi unajiuliza ninahitajia nini leo? Leo ninahitajia fedha kwa ajili ya kwenda kuangalia mpira mathalan. Leo ninahitajia fedha kwa ajili ya kwenda kununua nguo fulani. Leo ninahitajia fedha kwa ajili ya kununua simu fulani. Leo ninahitajia fedha kwa ajili ya kufanya jambo fulani. Lakini mimi kama mimi sina fedha hii, ninao watu ambao naweza nikawaingia wakanipa fedha hii, lakini huyu ili anipe hii fedha kwanza ni msifusifu, ilhali sifa zile hanazo hii, ukatumia njia hiyo. Siku akija kujua kwamba unayafanya yale kwa sababu ya kutaka fedha yake, jua umeishusha thamani yako. Au kaona kwamba huyu nitumie kile kigezo cha kuyajua madhaifu yake iwe ndiyo sababu ya yeye kunipa alichokuwa nacho, siku naye akija kugeuka yakachukulia kwamba popote takavyokuwa, vyovyote takavyokuwa, fanya utakalo. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna neno, kila mmoja hulipo kwa lile alilokuwa nalo. Utapoteza nafasi na thamani yako mbele ya maisha yake. Mtume Muhammad anatuelekeza tujiishi katika maisha ambayo tusiwe wepesi kufedhehesha wenzetu, na hapa ndipo utakapotana na mafunzo ya Bwana Mtume katika ile hadithi pia aliwaambia masahaba subhanahu ridwanullahi ta'ala alayhim majma'in, udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim, kwamba tajeni mazuri ya wafu wenu na jizuieni kuyataja maovu yao. Maneno haya yanamaanisha kwamba tunayajua mabaya waliotangulia kufa. Maneno yanamaanisha kwamba tunajua mazuri yao na tunajua mabaya yao pia, lakini Mtume anakuambia mabaya yake yamezee ndani ya nafsi yako, ndani ya moyo wako, mazuri yake yatangaze. Sasa ikiwa natuambia haya kwa waliokufa, vipi kwa sisi tuliokuwa hai baina yetu? Ikiwa anayasema haya kwa wale ambao hawawezi tena kusema lolote kwa sababu kauli ishafunga kwao, vipi mimi na wewe ambao tunaweza kujibizana na kuambiana na kila mmoja akasema yake? Haya ndiyo mambo ambayo leo yametufikisha mahala ya kurudi katika neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika aya niliyosoma ndani ya khutba ya mwanzo pale aliposema bi'sa lismul fusuqu ba'da al-iman, kwamba ubaya wa jina ni mtu kuitwa fasiki baada ya kuwa yeye ni muumini uhakika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuombe Mwenyezi Mungu azithibitishe imani zetu kwa yale tunayoyafanya, yawe ni kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini tukiangalia katika wale ambao mara zote tumekuwa ni wenye kulindana na kustiriana katika mabaya tunayoyafanya. Na ikitokea yako mabaya ndugu yako unayoyajua, fahamu kwamba ile nafasi aliyokupa Mungu wewe kujua madhaifu yake ni nafasi unayotakiwa wewe uitumie kumlingania na kumasa ayaache mabaya yale, wala sio nafasi unayopaswa kuitumia kumfedhehesha, kumdhalilisha na kumwaibisha katika jamii iliyokuwa nayo. Ukiishi hivyo kwamba huyu ninayajua mabaya yake, ukamwita ukazungumza naye, hili unalolifanya hili na hili na hili hayampendezi Allah, hebu yaache, achana nayo, itakuwa umeitendea haki ile thamani ya kwa wewe ni ndugu yake, lakini pia utakuwa umeitendea haki ule umuhimu wa kuwa mko pamoja katika maisha yetu. Tumombe Allah atuwafikishe katika yale yaliyokuwa ya sawa, atujalie katika wale ambao tunamfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuzitaka radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الخليفة سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر الفاروق وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى علينا وعلى كل أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وجل وأكبر. والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.